Mwaka 2025, mwaka wa historia, mwaka wa mengi ya kukumbukwa. Pengine una mengi ya kukumbuka katika moyo wako. Hata mimi pia nina mengi ya kukumbuka. Maisha ni lazima yaendelee, lakini tunakumbuka na historia ipo ili kutukumbusha. Mwaka 2025 umepita na watu wengi waliokuwa ndugu, jamaa na marafiki. Tuliwapenda sana, tukaweka tumaini, lakini kumbe Mungu alikuwa anajua. Na kuletea viongozi mashuhuri hapa Afrika ambao mwaka 2025 Mwenyezi Mungu amewatwaa. Raila Odinga, waziri mkuu wa zamani wa Kenya, mwaka 2008 mpaka mwaka 2013, alifariki Oktoba 15 mwaka 2025. Kifo chake kilibua hisia za huzuni kwa Afrika, kwani alionekana mtetezi wa wanyonge na Wakenya wengi walipenda kumuita baba. Mwaka 2025 utakumbukwa pia kwani ulimchukua rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu. Alifariki Juni 5 mwaka 2025. Mwaka huu haukuwa rais pia katika nchi ya Nigeria. Muhammad Buhari, rais mstaafu wa Nigeria ambaye alikaa madarakani kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2023, alifariki dunia Julai 13 mwaka 2025. Mwandishi wa zamani na mwanazuoni ambaye aliandika kitabu cha Weep Not Child mwaka 1964 ambacho kilimtambulisha na si mwingine ni Ngugi wa Thiong'o. Huyu ni mwandishi kutoka nchini Kenya. Alifariki Mei 28 mwaka 2025. Katika nchi ya Tanzania, mwandishi wa habari maarufu wa Tanzania ambaye amefanya kazi BBC, Azam kama mkurugenzi, lakini pia akawa mkurugenzi wa mawasiliano huko Zanzibar. Huyu si mwingine ni Charles Hilary. Alifariki Mei 11 mwaka 2025. Maisha ya duniani kweli ni mafupi. Na huko katika nchi ya Kenya, mwandishi wa habari maarufu Leonard Mambo Mbotela alifariki dunia Februari 7 mwaka 2025. Lakini katika nchi ya Tanzania, aliyekuwa spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai alifariki dunia Agosti 6 mwaka 2025. Huyu alikuwa mbunge wa jimbo la Kongwa. Mwenyezi Mungu alimtoa pia. Maisha yakaendelea pia, lakini huzuni ikatanda katika jimbo la Peramiho ambapo Jenista Mhagama, mwanasiasa wa Tanzania na mbunge wa Peramiho, alifariki dunia tarehe 11 Disemba huko Dodoma. Maisha ya mwanadamu ni safari fupi sana. Vitabu vya dini vinasema maisha haya huwa hayadumu, ni mafupi, na kila mtu ana wajibu wa kujitayarisha, kwani hakuna anayejua kesho yake. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu tuwe na mwisho mwema, kwani maisha ni safari fupi. Ni fupi sana.